mbele za wote. Leo nataka ni video fupi sana ambayo itabeba elimu ambayo itakwenda kukusaidia au itabeba jambo ambalo litakwenda kukusaidia. Kama kuna jambo utakwenda kulitaka kulizungumza ninapoachilia video hii, basi wewe hapo chini unaruhusiwa kucomment, lakini nitaomba tu weka comment yako kwa hali ya heshima na utukufu kwa Mungu. Isiwe ni comment ya makashfu au ya ukosefu wa heshima na adabu. Weka comment yako, achilia comment yako ikibeba utukufu kwa Mungu, na kama una swali basi uliza, na kama una la kuongeza kwa ile ambayo nitakwenda kulisema basi karibu. Kwa hiyo leo nataka tusome kitabu cha Warumi sura yake wa 8, mstari ule wa 18. Nitasoma kwa urefu kadogo tu ili tuweze kutafakari. Kama nilivyosema, video hii itakuwa ni fupi. Inasema hivi: kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Nataka tu nikutie moyo na nikuambia kwamba kuna jambo ambalo Mungu analiandaa, jambo jema sana ambalo analiandaa kwako wewe Mkristo ambaye unaishi kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Ukisoma Biblia inatusaidia kuelewa kwamba wale wote ambao wataishi mpaka mwisho, hao ndio watakaookolewa. Wale ambao wataishi mpaka mwisho, watakayevumilia mpaka mwisho, hao ndio watakaookolewa. Maswali yanaweza kuwa ni kwamba, je, hatujaokolewa? No, tumeokolewa, lakini kuokolewa namna ya kwenda mahali ambapo wale ambao wanaishi kwa njia ya imani na kushindana na changamoto za dunia kupitia uweza wa Mungu ukiwa ndani yao, hao watakwenda kuona ufalme wa mbinguni. So ninacho nikutie nguvu ni kwamba mateso yako unayapitia kwa njia ya imani usiyahesabu kama ni bure, au usifikiri kwamba unapoteza muda, usije ukaikana imani. Kumbuka ya kwamba lazima tupitie majaribu, lazima tupitie changamoto. Kama Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti alipitia changamoto kwa ajili ya kuleta ukombozi kwetu, ndipo nasi tutapitia changamoto kwa sababu tunaanza kuishi sawasawa na maagizo yake, tunaanza kuishi sawasawa na atakavyo, tunaanza kuishi sawasawa na apendavyo. Ninatoa honyo sana kwa Wakristo, na ni hole sana kwa Mkristo yule ambaye anafika tu anapitia changamoto ya imani anaanza kuikana imani. Utakuwa kweli umepoteza muda mzito sana, kwa maana maandiko yanasema ni heri kabisa watu wasingi hata kumjua Mungu, maana hao kabisa kuokolewa ni vigumu kwao. So jitahidi sana kwamba kila changamoto unapitia kwenye maisha yako ya imani, mtazame Mungu, maana Mungu ndiye anayekusaidia, ndiye anayekuwezesha ili wewe uweze kushinda na uweze kushinda mtihani wowote ule. Maandiko yanasema, na Mungu aachili jaribu ambalo linatushinda, lakini katika jaribu hiyo anafungua mlango ili tuweze kupenyeza. So majaribio yote tazama kama ni jambo la kukusaidia wewe kuweza kuona ufufuo au ufunuo ujao kwa sisi ambao tumeokoka. Ndio maana Paulo akasema hapa ya kwamba hata viumbe vyote ambavyo vipo duniani vinatarajia kuona namna wana watakaofunuliwa, wana wa Mungu vinatarajia kuona namna gesi siku hiyo itakuwa ni siku gani, Jitahidi kuelewa kwamba maisha yako ambayo unaishi kwa sasa ni faida ya maisha yako ya baadaye. Kama unaishi maisha ya dhambi, unaishi maisha ya kuigiza kwenye imani, wewe jua tu ya kwamba wewe ni mtoto wa Ibilisi. Maana Mungu anatamani wale ambao wanaishi maisha ya utakatifu na kuona kwamba kuna ujio ambao au kuna ufunuo ambao utakuja au tutakao kwenda kuupata, au kuna maisha ambayo tutakwenda kuyaona hapo mbeleni ambayo yatakwenda kutufanya sisi kuweza kuexperience kile ambacho Mungu amekusudia tangu hapo awali. Jambo la kuzingatia ni kwamba shetani siku zote
unapofika hatua ya kumwamini Mungu na kuishi na kuachana na mapenzi ya dunia, anafanya mbinu zote zile atakazoziweza ili aweze kukuondoa kwenye imani. Anafanya mbinu zote zile ambazo anaweza akazitumia ili kukuondoa wewe kwa Mungu. Maana ukiendelea kukaa kwa Mungu, unakwenda kupinga mipango yake, au unakwenda kupinga namna yeye anataka wewe uweze kuishi. So zingatia hilo Mkristo mwenzangu, zingatia hilo. Masuala ya kuweza kuweka uzembe sana kwenye imani, achana na hiyo. Kama unaona ulikuwa hauna muda wa kuomba, ongeza muda wa kuomba. Kama kulikuwa na vikundi ambavyo ulikuwa unashiriki navyo, hata hao ambao wako katika vyumba vya maombi, wako katika vyumba au kwenye makanisa, kwenye makundi ya imani, makundi ya Wakristo, kwenye njia ya WhatsApp, kwenye njia ya uso kwa uso, kama unaona hakuna faida ambayo unaipata, hakuna umuhimu wa kukaa hapo, basi wewe jua ya kwamba tafuta namna ya kumtafuta, tafuta namna ya kusogea, kukamata hatua ili uishi maisha ambayo Mungu atakusaidia. Ni muda ambao unabidi usiweze kuzembea. Ni muda ambao unabidi uwe macho sana. Dunia saizi inaenda kasi. Sijamaanisha kama dunia itaisha kesho, itaisha leo, lakini tazama kwamba wewe ni Mkristo. Kuna jambo ambalo la muhimu sana ambalo Mungu anakuandalia, ambalo Mungu analikusudia kwa sisi ambao tuliamini, ambalo Mungu anatamani sisi ambao tuliamini tuweze kuona. Maana kusudi la Mungu kuumba mwanadamu ni mwanadamu aweze kutawala, aweze kumiliki, aweze kuishi maisha ya furaha, lakini jambo la anguko lilifanya mpaka mambo yawe hivi. Na Bwana Yesu Kristo ameshakuja duniani akatufia dhambi zetu, ameleta tena ukaribu sisi kwa Baba, amekwenda kuleta upatanisho wa mwana na kwa Baba yake, yani amekwenda kutuunganisha. Damu yake imekwenda kutuunganisha, maana kwamba sasa hivi kama damu ya Yesu imekwenda kutuunganisha, ni maana kwamba tumepata kibali kwa Mungu, na basi tuweze kuishi sawa sawa na neno la Mungu lisemavyo. Tuache maisha ya kuigiza. Vijana wa Kristo wenzangu, tuache maisha ya kuigiza. Kama tumeokoka kweli kweli, na tuseme tumeokoka kweli kweli. Kama tunaichukia dhambi, na tuseme tumeichukia dhambi kweli kweli. Tusiishi tena kwa kuilea dhambi. Tuishi tena maisha ya kuishi maisha ambayo yatakwenda kutuweka mbali na Mungu. Tuishi maisha ambayo tutaishi, na pale ambapo tutakapoona wakati utakaokuja, Mungu atakwenda kutusaidia. Mungu atakwenda kutusaidia. Ngoja tuangalie kitabu cha Wakorinto wa pili, tuangalie sura ya 4 mstari ule wa 16, unasema hivi: kwa hiyo atulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Paulo anazungumza kwamba, kumbuka mitume waliendelea kufanya kazi ya kuhubiri Injili, lakini anataka kuwatia moyo wale ambao wanafanya nao Injili. Hata hii pia inaweza apply kwa sisi tunayomwamini Mungu. Tuone kwamba maisha ambayo tunayaishi ni maisha ambayo hakika kweli ni tofauti na namna dunia inatamani inaishi. Yaani mfumo wa maisha tunaishi mfumo kwa namna jinsi Mungu anataka sisi tuweze kuishi. Yaani kifupi ni kwamba tunaishi sawasawa na imani inavyosema. Atuishi sawasawa na namna dunia inasema, tunaishi sawasawa na nini neno la Mungu linasema kwetu sisi tuliamini. Anasema kwamba atulegei, licha kwamba tunazoofika mwili, tunachakaa mwili, lakini hatutakata tamaa. Unakuta Wakristo wengi wanaikana imani kwa ajili tu ya jambo la zinaa. Unakuta binti amepita karibu yake, anamkonyeza kwa jicho la usharati. Kijana anaikana imani. Unakuta kijana anatoka mahali hapa anakwenda hatua state kwa state kwa ajili ya usharati, na huku bado anasema ameokoka. Ndugu mpendwa, hilo jambo litakwenda kukumiza sana. Licho unapitia mateso ya mwili, changamoto kalikali ambazo unazipitia wewe binadamu, usikate tamaa, maana kuna jambo ambalo la muhimu sana Mungu anakuandalia. Maandiko akasema wazi, Yesu akasema, ni faida gani ambayo mtu ataipata apate vyote vya dunia lakini asione ufalme wa mbinguni? Hakuna faida yote ile ambayo binadamu atakayoiona asiyemwamini Mungu. Kumbuka utofauti wa Mkristo na si Mkristo ni kwamba sisi Wakristo tunaishi na matumaini ya kwamba tutaishi baadaye. Haliye Mkristo, asiyekuwa Mkristo, anaishi kwa kuenjoy maisha lakini hana matumaini ya baadaye.
So wewe una matumaini ya baadaye, ishi kama jinsi Kristo apendavyo. Lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Yaani licha unapitia changamoto, lakini ule mtu wa ndani anafanya upya siku kwa siku. Hakikisha Mkristo unasoma neno la Mungu. Hakikisha Mkristo unaishi maisha ya utakatifu, ili ule mtu wa ndani aendelee kuwa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu ni nyepesi. Ona dhiki, Paulo anatuambia kwamba mateso tunayoyapitia ni nyepesi. Ni kwa kuzungumza, lugha ya kuzungumza, lakini hakika kweli maisha ni magumu sana, na safari ya kwenda mbinguni si rahisi kama wengine wawezavyo. Ni jambo ambalo inabidi tufikirie, tuwe na umakini sana, kwa maana maisha ya imani ni magumu mno. Hivi angalia ni wangapi walianza na wewe lakini wameikana imani iliyo ya muda. Anaita mateso yetu ni ya muda, wa kitambo tu, yatufanyia utukufu. Haya mateso ambayo tunayapitia, na tukiendelea kuzingatia na kuishi licha tunapitia mateso, lakini hatuachi imani, yatufanya utukufu wa milele. Yaani inatuandalia sisi maisha ya kuishi umilele, maisha ya kuishi milele katika raha ya bukara pamoja na Bwana, maisha ya milele ya kuishi pamoja na Mungu. Usikate tamaa kwenye kazi unaifanya. Kama wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, wewe ni Mkristo unayemwamini Kristo, licha una huduma yote ile Mungu amekupatia, lakini usikate tamaa. Hakikisha unaendelea kuishi kwa imani, na Mungu utaona furaha hapo baadaye. Yatufanya utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana, uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kumbuka ndugu yangu, usifocus na mambo ya dunia, usifocus utu wa nje, usifocus na muonekano, usifocus na jambo ambalo unazofika, mateso unayapitia, unaona unabidi unaona kama vile hauna amani. Lakini kumbuka, licha na mateso unayoyapitia, kumbuka ya kwamba kuna vitu ambavyo katika ulimwengu usioonekana tutakwenda kuvipata, yani ulimwengu wa kiroho katika nuru ya Bwana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visioonekana ni vya milele. Usitie focus sana kujiachilia, kusahau imani. Kumbuka kwamba unaishi kwa imani. Usijisahau, unafika hatua unaikana imani. Mateso, shida, dhiki inakuja kwenye ndoa yako, inakuja kwenye maisha yako, kwenye huduma unaifanya, unafika hatua unaanza kusema vya Mungu na viacha, unaikana imani. Hapana, na kutia moyo, endelea, maana Bwana kuna jambo ambalo anatuandalia sisi ambao tutakaoshinda. Kumbuka maandiko yanasema, na wale watakaovumilia mpaka mwisho, hao ndio watakaookolewa. Ndugu mpendwa, umeokolewa, unabidi uishi kwa imani na kustahimili majaribu na kustahimili kila changamoto, huku ukijua kwamba Mungu anakutengenezea njia. Asante kwa kunisikiliza, na asante kwa kunipa masikio. Na kama una la kuongeza, basi hapo chini unaweza kuacha comment yako, na kama una la kusema, basi sema hapo chini ya comment, tuweze kujifunza pia kwa njia ya comment. Na kama una swali, basi uliza, na Mungu akubariki. Uwe na jioni njema. Asante.